hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Hawana Ndugu zangu, sehemu ya Injili ya Yohane sio somo la liturujia leo. Somo la kwanza lilikuwa ni sawa. Somo hili nimependa kuchagua kwa hiki ambacho natafakari nanyi mama zangu, nikiwa kama niliyetumwa na Baba Askofu Mkuu kuongoza adhimisho hili, kwa mfano ule wa Yesu aliwatuma wafuasi wake kule ambapo yeye mwenyewe alipenda na alitamani kwenda. Kwa hivyo na Baba Askofu Mkuu alipenda na alitamani kuwa na ninyi, lakini basi kwa majukumu, kwa mfano wa Kristo, naye amenipeleka mimi. Ndugu zangu, somo hili ama injili hii mara nyingi tunaisikia tunapohudhuria ibada za ndoa, na hata hapa limetoka katika sehemu ambayo kwenye masomo ya ndoa. Na somo hili tunalitumia kueleza juu ya Kristo kuweka sakramenti ya ndoa takatifu, kwamba yeye mwenyewe ameshiriki na yeye mwenyewe amedhihirisha furaha ya maisha ya ndoa au furaha ya sakramenti hiyo kwa kufanya miujiza ya maji kuwa divai, na watu wakaendelea kufurahi na kusherehekea. Lakini ndugu zangu, pia somo hili naeleza miujiza ya kwanza aliyofanya Kristo, na linamalizikia kwa kusema watu wengi wakamwamini, kwamba ukiwa nabii ni kama wakati mwingine mtu anapotangazwa mtakatifu. Miujiza ni sehemu ya muhimu, wakati mwingine ni ya lazima, na hivyo watu walitaka waone miujiza ili waweze kumwamini Kristo. Kwa hiyo kwa muujiza huu naambiwa watu wakamwamini Kristo. Lakini ndugu zangu, sipo katika hayo yote ninapotafakari na ninyi juu ya somo hili. Nipo kutafakari nanyi maneno ya Mama Bikira Maria, hawana, na sio juu ya divai, ila juu ya hayo maneno ya Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria katika injili hii ninamtafakari kama jicho la wahitaji. Mama Bikira Maria ni jicho la wahitaji, kwamba Mama Bikira Maria katika kusanyiko lile, na hata anavyoeleza hawana divai, hakuwa sehemu ya wanaokunywa divai ile. Na labda suala la divai lisingekuwa kitu kinachomhusu, lakini yeye ametangulia kuona kwa ajili ya wale wahitaji wa ile pombe. Manake nitumie kabisa neno pombe, wengine mnatofautisha. Ile ilikuwa pombe, na akamwomba mwanae awapatie pombe.
Wengine utasikia padri hajasema wine, kasema divai. Kwa hivi mama Bikira Maria aliona kuna uhitaji. Na kwa tafsiri yangu, mama Bikira Maria hakuombwa uhitaji. Kwa hivyo mama Bikira Maria anasimama hapo kama jicho la huruma kwa wenye shida, kwa wenye uhitaji. Na ndio maana anamwendea mwanawe, Bwana wetu Yesu Kristo, na kumpa ujumbe huo. Lakini pili, mama Bikira Maria ni king'ang'anizi kwa ajili ya wahitaji. Kuna kutamani kwa ajili ya wahitaji, lakini kuna kuendelea kufanya bidii muhitaji aweze kupata lile hitaji lake. Na hivyo haishii kwenye majibu yale ya Kristo ambayo angemkatisha tamaa. Bado anang'ang'ana, anawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa hivyo naye haishii katika maneno tu, haishii katika mdomo tu, lakini anabeba lile hitajiko kama la kwake. Na ndio maana anaendelea kutafuta namna ili hawa watu waweze kupata divai. Na kwa hilo, pamoja na jibu la Kristo kwamba saa yake bado, Kristo anafanya miujiza, anawapatia watu divai tena iliyo bora zaidi kuliko ya kwanza, kuliko iliyokuwa imeandaliwa na mwenye shughuli yake. Ndugu zangu, mama zangu, tafsiri hiyo ya jicho la mama Bikira Maria kuwa jicho la wahitaji nadhihirisha ninyi leo, kama mara nyingi mmekuwa mkifanya hivyo, katika moja ya usuyo matendo ya kipindi cha Kwaresma, matendo ya kipindi cha Majilio, kwamba ninyi kina mama Jimbo Kuu la Dar es Salaam mmekuwa jicho la wahitaji. Na hivi mnatimiza leo kama kina mama wa WATA Jimbo Kuu la Dar es Salaam matendo ya huruma. Na sio kwamba mmesukumwa kutoka nje, mmesukumwa kutoka ndani ya mioyo yenu, lakini mmesukumwa katika kujikatalia. Na ndio maana pamoja na kwamba leo mnapeleka mahitaji hayo, kulikuwa kuna kusuguana, kulikuwa kuna kulazimishana, kulikuwa kuna kuhimizana kuchanga aidha fedha au kitu kwa ajili ya matendo hayo. Lakini yote hayo yanadhihirisha sio tu kuona kwamba kuna wahitaji, lakini kuna sadaka ambayo mnaitoa na mmeitoa kwa ajili ya hao wahitaji. Ndugu zangu, tunaongelea juu ya ukarimu huo katika ngazi ya jimbo kwenu kina mama wa WATA. Lakini turudi katika familia zetu. Wewe mama katika familia, je, ni jicho la wahitaji? Katika mazingira ya mtaa wako, unaonekana kama ni mtu wa kutambua wenye uhitaji na kuwasaidia? Naamini wapo kina mama hapa mnaitwa wachoyo, si ndio? Lakini leo tunaongelea juu ya ukarimu, juu ya kuona kwamba kuna shida na kusaidia. Mama, lazima uwe na jicho la kuona hitaji ama
kuchukua tahadhari katika maisha ya ndoa na familia. Ona, kuna uhitaji uwe na jicho la kuona kabla hayajatokea madhara katika maisha ya ndoa yako. Wapo mnaokuja kujuta kwamba sikulijua hili, sikutegemea itakuwa hivi. Lakini ni kwa sababu mchelea mwana kulia hulia yeye, usipoziba ufa utajenga ukuta. Mama Bikira Maria aliona kwamba kama watu watasambaratika wakati ule, watapoteza furaha yote na pengine wataongea vibaya juu ya sherehe ile. Na hivyo hivyo mama Katoliki, usipokuwa na jicho la kukuongoza kuona athari inayoweza kutokea kutokana na matendo yako katika maisha ya ndoa na familia, basi itakuwa ni majuto mjukuu. Mama zangu, katika malezi ya watoto, mpo leo mnaokuja kuona kama kitu cha kuwashangaza. You are taken by surprise kuona mtoto wako amekuwa wa tabia fulani na hata ameharibika. Iwe ni madawa ya kulevya, manake madawa ya kulevya kuna wakati tuliongelea juu ya unafuu, lakini sasa hivi hali imekuwa mbaya katika familia zetu na wengine ni waathirika, kwamba mzazi unakosa jicho la kuona mwenendo wa mtoto wako, unakuja kustukia kuharibika kwake. Tena siku hizi watu wanaoathirika na uraibu, tunaambiwa idadi ya kina mama yenu ninyi, idadi ya mabinti inaongezeka. Hao wanaotumia shisha. Kama kina mama hamwezi leo kuwa na jicho la kuona athari hizo baadaye hata katika uzazi, basi tunasambaratika. Mama, unapaswa kuwa na jicho hilo katika familia, katika ndoa, katika malezi. Ili uwaga wakati mwingine napenda kurudia, wakati mwingine mama au mke kimwangalia usoni mume wako, unajua kwamba huyu ameshaharibu. Naambia niangalie usoni, usiangalie pembeni, niangalie usoni. Afu anakuambia wewe tayari umeshaniharibia ndoa yangu. Wengine hamjui, au akimwona binti yake anamwambia wewe mjamzito. Inaweza ikawa ni mimba ya siku hii moja, ya siku hii moja, ambia wewe ni mjamzito. Lakini wengine mtapigiwa simu ofisini, binti yako yuko leba, ambaye ulimwacha asubuhi na umekunywa naye chai. Muwe na jicho kama la mama Bikira Maria kuweza kuokoa athari ambazo zinaweza zikatokana na malezi. Na hili pia wanarudia kusema kwamba mama, mtoto anapolia anajua kwamba huyu anahitaji kula, huyu anahitaji kulala, huyu anahitaji kutengwa ajisaidie. Lakini wengine watoto mpaka wanawachafueni mwilini mwenu kwa sababu hamjui. Hakuna muunganiko huo kati yenu ninyi na watoto mnaowazaa na kuwalea. Mama anaweza wakati ule akamchukua tu huyu Mosha
akamtoa mgongoni, akamweka pembeni, anakojoa hapo. Sasa unajiuliza, huyu moshi alimwambia mama yake wakati gani? Samani baba mlezi, ulikuwa mtoto naongelea wakati huo. Mama lazima uwe na jicho hilo, na umuombe Mama Bikira Maria akujalie uwezo huo. Mama Bikira Maria ni mama mkarimu, na nyinyi mnafanya matendo ya ukarimu kwa wahitaji. Hii ni ngazi ya jimbo. Kuna hatari matendo hayo yakaishia na ninyi kama hamko hivyo katika maisha ya familia. Mpo kina mama ambao mnaimiza watoto wenu kuwa wachoyo. Siku moja katika hii mitandao ya kijamii, kwenye WhatsApp group mojawapo, ilitokea picha moja, mama na watoto wake wawili wako hotelini, wanakula chakula na kufurahia na vinywaji. Hapo pembeni amekaa binti ambaye wanaishi naye nyumbani, ni binti wa kazi. Na yule binti aliwekwa katika kile kiti akitakiwa awape mgongo, wako hotelini. Kwa hiyo binti akawa anafinya tu vidole vyake, mama na watoto hapa nyuma yake wanakula na kufurahi. Nilijaribu kuangalia kuona pengine ni picha ya kutengeneza, lakini kwangu nilijithibitishia kwamba ilikuwa ni picha halisi. Ndivyo kina mama wengine mlivyo katika familia. Leo hii wengine mmeshanunua na wengine mnapanga kuandalia watoto wenu nguo za sikukuu, lakini usimfikirie hivyo binti au kijana unayeishi naye kama mfanyakazi nyumbani. Nikuombe utubu, na kama ni kumstylishia, na kama ni kwa ukarimu huu tunaongelea leo, naye ukamfanyie kwa kiasi kile kile, kwa namna ile ile ambayo ungewafanyia watoto wako. Kuna wengine unaishi na binti ama kijana wa namna hiyo nyumbani kwako, lakini utamani awe na mazingira mazuri kama wanayokaa na kuishi na kulala watoto wako. Na kama una mazingira hayo, utubu leo, uende ukaboreshe chumba chake. Na kama ulikuwa unampa chakula tofauti na watoto yako, kwa hija hii, kwa mfungo huu, kwa toba huu na ukarimu huu tunaongelea, kwa jicho mlilonalo kwa wahitaji, rudi kaanze pale nyumbani. Ndugu zangu, mama zangu, mtambue ukarimu huu si wenu. Ukarimu huo ni roho ya Mwenyezi Mungu ndani yenu, ni upendo wa Mwenyezi Mungu ndani yenu. Uanze kuitwa mkarimu kwanza, uanze kuonekana mwenye upendo kwanza kati ya watu unaoishi nao pale nyumbani. Vinginevyo huko kwingine tutakuwa tunafanya maigizo. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tutangulie kuona wenye shida, tutangulie kuwafikia wahitaji, hata kwa faraja, kama sio kwa kitu, kama sio kwa fedha. Lakini tujawe moyo huo, tujaliwe kutokuwa na ubaguzi. Wengine ni wakarimu sana, lakini tuna ukarimu wa kubagua. Wengine ni wakarimu sana, lakini tuna ukarimu wa madaraja. Mama Bikira Maria aliwafikia wote
akuangalia ambaye anakunywa chupa moja ya divai au anayekunywa chupa 10 za divai. Kwake wote walikuwa ni wahitaji. Nawe ujaliwe moyo huo, utiwe huruma kama huo, wafikie wahitaji. Mtengeneze mazingira ya familia kuwa mazingira ya furaha, mazingira ya imani, mazingira ya kusaidiana. Mjaliwe kulinda familia zetu kwa mitazamo chanya. Msali daima, lakini na mienendo yenu isije ikaangamiza ndoa na familia. Hawana divai. Tumsifu Yesu Kristo. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Hawana Ndugu zangu, sehemu ya Injili ya Yohane sio somo la liturujia ya leo. Somo la kwanza lilikuwa ni sawa. Somo hili nimependa kuchagua kwa hiki ambacho natafakari nanyi mama zangu, nikiwa kama niliyetumwa na Baba Askofu Mkuu kuongoza adhimisho hili kwa mfano ule wa Yesu aliwatuma wafuasi wake kule ambapo yeye mwenyewe alipenda na alitamani kwenda. Kwa hivyo na Baba Askofu Mkuu alipenda na alitamani kuwa na ninyi, lakini basi kwa majukumu, kwa mfano wa Kristo, naye amenipeleka mimi. Ndugu zangu, somo hili ama injili hii mara nyingi tunaisikia tunapohudhuria ibada za ndoa, na hata hapa limetoka katika sehemu ambayo kwenye masomo ya ndoa. Na somo hili tunalitumia kueleza juu ya Kristo kuweka sakramenti ya ndoa takatifu, kwamba yeye mwenyewe ameshiriki na yeye mwenyewe amedhihirisha furaha ya maisha ya ndoa au furaha ya sakramenti hiyo kwa kufanya miujiza ya maji kuwa divai, na watu wakaendelea kufurahi na kusherehekea. Lakini ndugu zangu, pia somo hili naeleza miujiza ya kwanza aliyofanya Kristo, na linamalizikia kwa kusema watu wengi wakamwamini, kwamba ukiwa nabii ni kama wakati mwingine mtu anapotangazwa mtakatifu. Miujiza ni sehemu ya muhimu, wakati mwingine ni ya lazima, na hivyo watu walitaka waone miujiza ili waweze kumwamini Kristo. Kwa hiyo kwa muujiza huu naambiwa watu wakamwamini Kristo. Lakini ndugu zangu, sipo katika hayo yote ninapotafakari na ninyi juu ya somo hili. Nipo kutafakari nanyi maneno ya Mama Bikira Maria, hawana, na sio juu ya divai, ila juu ya hayo maneno ya Mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria katika injili hii
ninamtafakari kama jicho la wahitaji. Mama Bikira Maria ni jicho la wahitaji, kwamba Mama Bikira Maria katika kusanyiko lile, na hata anavyoeleza hawana divai, hakuwa sehemu ya wanaokunywa divai ile. Na labda suala la divai lisingekuwa kitu kinachomhusu, lakini yeye ametangulia kuona kwa ajili ya wale wahitaji wa ile pombe. Manake nitumie kabisa neno pombe, wengine mnatofautisha. Ile ilikuwa pombe, na akamwomba mwanae awapatie pombe. Wengine utasikia padi hajasema wine, kasema divai. Kwa hivi Mama Bikira Maria aliona kuna uhitaji, na kwa tafsiri yangu Mama Bikira Maria hakuombwa uhitaji. Kwa hivyo Mama Bikira Maria anasimama hapo kama jicho la huruma kwa wenye shida, kwa wenye uhitaji, na ndio maana anamwendea mwanawe, Bwana wetu Yesu Kristo, na kumpa ujumbe huo. Lakini pili, Mama Bikira Maria ni king'ang'anizi kwa ajili ya wahitaji. Kuna kutamani kwa ajili ya wahitaji, lakini kuna kuendelea kufanya bidii muhitaji aweze kupata lile hitaji lako. Na hivyo haishii kwenye majibu yale ya Kristo ambayo angemkatisha tamaa. Bado anang'ang'ana, anawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Kwa hivyo naye haishii katika maneno tu, haishii katika mdomo tu, lakini anabeba lile hitajiko kama la kwake. Na ndio maana anaendelea kutafuta namna ili hawa watu waweze kupata divai. Na kwa hilo, pamoja na jibu la Kristo kwamba saa yake bado, Kristo anafanya miujiza, anawapatia watu divai, tena iliyo bora zaidi kuliko ya kwanza, kuliko iliyokuwa imeandaliwa na mwenye shughuli yake. Ndugu zangu, mama zangu, tafsiri hiyo ya jicho la Mama Bikira Maria kuwa jicho la wahitaji nadhihirisha ninyi leo, kama mara nyingi mmekuwa mkifanya hivyo, katika moja ya usuyo matendo ya kipindi cha Kwaresma, matendo ya kipindi cha Majilio, kwamba ninyi kina mama Jimbo Kuu la Dar es Salaam mmekuwa jicho la wahitaji, na hivi mnatimiza leo kama kina mama wa WATA Jimbo Kuu la Dar es Salaam matendo ya huruma. Na sio kwamba mmesukumwa kutoka nje, mmesukumwa kutoka ndani ya mioyo yenu, lakini mmesukumwa katika kujikatalia. Na ndio maana pamoja na kwamba leo mnapeleka mahitaji hayo, kulikuwa kuna kusuguana, kulikuwa kuna kulazimishana, kulikuwa kuna kuhimizana kuchanga aidha fedha au kitu kwa ajili ya matendo hayo. Lakini yote hayo yanadhihirisha sio tu kuona kwamba kuna wahitaji, lakini kuna sadaka ambayo mnaitoa na mmeitoa kwa ajili ya hao wahitaji. Ndugu zangu, tunaongelea juu ya ukarimu huo katika ngazi ya jimbo kwenu kina mama wa WATA.
Lakini turudi katika familia zetu. Wewe mama katika familia, je, ni jicho la wahitaji? Katika mazingira ya mtaa wako, unaonekana kama ni mtu wa kutambua wenye uhitaji na kuwasaidia? Naamini wapo kina mama hapa mnaitwa wachoyo, si ndio? Lakini leo tunaongelea juu ya ukarimu, juu ya kuona kwamba kuna shida na kusaidia. Mama, lazima uwe na jicho la kuona hitaji ama kuchukua tahadhari katika maisha ya ndoa na familia. Ona kuna uhitaji, uwe na jicho la kuona kabla hayajatokea madhara katika maisha ya ndoa yako. Wapo mnaokuja kujuta kwamba sikulijua hili, sikutegemea itakuwa hivi. Lakini ni kwa sababu mchelea mwana kulia ulia yeye, usipoziba ufa utajenga ukuta. Mama Bikira Maria aliona kwamba kama watu watasambaratika wakati ule, watapoteza furaha yote na pengine wataongea vibaya juu ya sherehe ile. Na hivyo hivyo mama Katoliki, usipokuwa na jicho la kukuongoza kuona athari inayoweza kutokea kutokana na matendo yako katika maisha ya ndoa na familia, basi itakuwa ni majuto mjukuu. Mama zangu, katika malezi ya watoto, mpo leo mnaokuja kuona kama kitu cha kuwashangaza. You are taken by surprise kuona mtoto wako amekuwa wa tabia fulani na hata ameharibika. Iwe ni madawa ya kulevya. Manake madawa ya kulevya kuna wakati tuliongelea juu ya unafuu, lakini sasa hivi hali imekuwa mbaya katika familia zetu na wengine ni waathirika, kwamba mzazi unakosa jicho la kuona mwenendo wa mtoto wako, unakuja kustukia kuharibika kwake. Tena siku hizi watu wanaoathirika na uraibu, tunaambiwa idadi ya kina mama yenu ninyi, idadi ya mabinti inaongezeka. Hao wanaotumia shisha. Kama kina mama hamwezi leo kuwa na jicho la kuona athari hizo baadaye hata katika uzazi, basi tunasambaratika. Mama, unapaswa kuwa na jicho hilo katika familia, katika ndoa, katika malezi. Ili uwaga wakati mwingine napenda kurudia. Wakati mwingine mama au mke kimwangalia usoni mume wako, unajua kwamba huyo ameshaharibu. Naambia niangalie usoni. Usiangalie pembeni, niangalie usoni. Afu anakuambia wewe tayari umeshaniharibia ndoa yangu. Wengine hamjui. Au akimwona binti yake anamwambia wewe mjamzito. Inaweza ikawa ni mimba ya siku hii moja. Ya siku hii moja. Anambia wewe ni mjamzito. Lakini wengine mtapigiwa simu ofisini,
binti yako yuko leba, ambaye ulimwacha asubuhi na umekunywa naye chai. Muwe na jicho kama la Mama Bikira Maria kuweza kuokoa athari ambazo zinaweza zikatokana na malezi. Na hili pia wanarudia kusema kwamba mama, mtoto anapolia anajua kwamba huyu anahitaji kula, huyu anahitaji kulala, huyu anahitaji kutengwa ajisaidie. Lakini wengine watoto mpaka wanawachafueni mwilini mwenu kwa sababu hamjui. Hakuna muunganiko huo kati yenu ninyi na watoto mnaowazaa na kuwalea. Mama anaweza wakati ule akamchukua tu huyu Mosha, akamtoa mgongoni, akamweka pembeni, anakojoa hapo. Sasa unajiuliza, huyu Mosha alimwambia mama yake wakati gani? Samani baba mlezi, ulikuwa mtoto naongelea wakati huo. Mama, lazima uwe na jicho hilo, na umuombe Mama Bikira Maria akujalie uwezo huo. Mama Bikira Maria ni mama mkarimu, na nyinyi mnafanya matendo ya ukarimu kwa wahitaji. Hii ni ngazi ya jimbo. Kuna hatari matendo hayo yakaishia na ninyi kama hamko hivyo katika maisha ya familia. Mpo kina mama ambao mnaimiza watoto wenu kuwa wachoyo. Siku moja katika hii mitandao ya kijamii, kwenye WhatsApp group mojawapo, ilitokea picha moja, mama na watoto wake wawili wako hotelini, wanakula chakula na kufurahia na vinywaji. Hapo pembeni amekaa binti ambaye wanaishi naye nyumbani, ni binti wa kazi. Na yule binti aliwekwa katika kile kiti akitakiwa awape mgongo, wako hotelini. Kwa hiyo binti akawa anafinya tu vidole vyake, mama na watoto hapa nyuma yake wanakula na kufurahi. Nilijaribu kuangalia kuona pengine ni picha ya kutengeneza, lakini kwangu nilijithibitishia kwamba ilikuwa ni picha halisi. Ndivyo kina mama wengine mlivyo katika familia. Leo hii wengine mmeshanunua na wengine mnapanga kuandalia watoto wenu nguo za sikukuu, lakini usimfikirie hivyo binti au kijana unayeishi naye kama mfanyakazi nyumbani. Nikuombe utubu, na kama ni kumstahilishia, na kama ni kwa ukarimu huu tunaongelea leo, naye ukamfanyie kwa kiasi kile kile, kwa namna ile ile ambayo ungewafanyia watoto wako. Kuna wengine unaishi na binti ama kijana wa namna hiyo nyumbani kwako, lakini utamani awe na mazingira mazuri kama wanayokaa na kuishi na kulala watoto wako. Na kama una mazingira hayo, utubu leo, uende ukaboreshe chumba chake. Na kama ulikuwa unampa chakula tofauti na watoto yako, kwa hija hii, kwa mfungo huu, kwa toba huu na ukarimu huu tunaongelea, kwa jicho mlilonalo kwa wahitaji, rudi kaanze pale nyumbani. Ndugu zangu, mama zangu, mtambue ukarimu huu si wenu. Ukarimu huo ni roho ya Mwenyezi Mungu ndani yenu, ni upendo wa Mwenyezi Mungu ndani yenu. Uanze kuitwa mkarimu kwanza, uanze kuonekana mwenye upendo kwanza,
kati ya watu unaoishi nao pale nyumbani. Vinginevyo huko kwingine tutakuwa tunafanya maigizo. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, tutangulie kuona wenye shida, tutangulie kuwafikia wahitaji, hata kwa faraja, kama sio kwa kitu, kama sio kwa fedha, lakini tujawe moyo huo, tujaliwe kutokuwa na ubaguzi. Wengine ni wakarimu sana, lakini tuna ukarimu wa kubagua. Wengine ni wakarimu sana, lakini tuna ukarimu wa madaraja. Mama Bikira Maria aliwafikia wote. Hakuangalia ambaye anakunywa chupa moja ya divai au anayekunywa chupa 10 za divai. Kwake wote walikuwa ni wahitaji. Nawe ujaliwe moyo huo, utiwe huruma kama huo, wafikie wahitaji. Mtengeneze mazingira ya familia kuwa mazingira ya furaha, mazingira ya imani, mazingira ya kusaidiana. Mjaliwe kulinda familia zetu kwa mitazamo chanya. Msali daima, lakini na mienendo yenu isije ikaangamiza ndoa na familia. Hawana divai. Tumsifu Yesu Kristo.